Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi cha tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika siku njema aliyotupa Bwana leo. Bwana ametupa tafakari tena siku ya leo kutoka kwenye kile kitabu cha Amosi sura ile ya 3. Biblia inasema mstari wa 3. Neno hili tumelizoea, tunalifahamu, tumekuwa tukilisema siku zote. Bwana atupe neema ya kujifunza kwa jinsi nyingine leo. Biblia inasema hivi: Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana, kwa sababu ili tuweze kutembea pamoja kuna factors ambazo lazima ziangaliwe za kutufanya sisi tuweze kutembea pamoja. Kutembea pamoja lazima tuwe kwanza tumenia mamoja, kwamba tunafanya nini. Hatuwezi kuwa pamoja kama hatuna malengo, hatuna makusudi. Mume na mke wako pamoja kwa sababu kuna malengo na makusudi. Ndio maana unaona malengo na makusudi kujenga familia, na kujenga familia inatokana na agizo ambalo Mungu alilitoa tangu mwanzo wa uumbaji, tangu Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28, ya kwamba mwende mkazaane. Sasa lile ni agizo. Kwa hiyo ndoa, watu wanaambatana, wanakuwa pamoja, wanatembea pamoja kwa sababu kuna kusudi kuna malengo yaliyobeba kusudi. Kwa maana kwamba wanapokuwa pamoja kuna kitu kinafanyika kwa sababu fulani. Sasa ndio maana unaona kwenye ndoa, nazungumza habari ya kibinadamu sasa, na mimi niseme kama Paulo, nasema kwa namna ya kibinadamu. Ndio maana unakuta kwenye ndoa kukitokea dosari ya kutokupatikana mtoto, hiyo ndoa tayari inaanza shida. Kunaanza kutokea mambo ambayo sio mazuri. Mwanamume anaanza kukosa raha, mwanamke anakosa raha, wanaanza kuhangaika. Kinachowahangaisha ni lile kusudi lililowafanya wao wawe pamoja, watembee pamoja, waweze kuambatana. Sasa tukija kwenye upande wa wokovu, hatuwezi kutembea na Mungu na hatuwezi kuambatana naye kama hakuna kusudi la kutufanya sisi tuambatane. Malengo yawepo ambaye yatatufikisha kwenye hilo kusudi. Sasa malengo ni yapi? Mungu aliweka kusudi gani? Uzima wa milele. Ametuokoa kutuingiza katika uzima wake, na uzima wake tunaanza kuishi hapa duniani. Maisha yetu yanaanza kubeba uzima tukingali hapa duniani, kwa sababu yeye anakuwa amepata makao ndani yetu. Yohana sura ile ya 14 mstari wa 22 anasema. Kwa hiyo tunapofika hatua ambapo ya kwamba hatuna malengo, Mungu, ama nitumie neno Kristo Yesu, na mwanadamu hawawezi kutembea pamoja. Roho Mtakatifu hawezi kuachiliwa akakaa ndani ya mtu akatembea na mtu huyo wakaambatana na mtu huyo kama malengo yaliyokusudiwa hayapo. Sasa tuliokolewa kwa kusudi gani? Tuliokolewa kwa ajili ya kurithishwa ule umilele ambao tuliupoteza pale bustani ya Eden. Na kwa sababu hiyo malengo yaliwekwa, wokovu kaletwa kwetu, na sisi sasa tuna maisha ya kila siku yanayotakiwa yawe ndio yanaendeleza ama yanaendeleza yale malengo, ili kufikia kusudi hatima, mwisho nikitoka hapa duniani niweze kufika mahali ambapo ndikusudi. Sasa haitawezekana sisi kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu sio kwenda kanisani kusali. Kutembea na Mungu sio kufanya ibada ya nyumbani. Kutembea na Mungu ni kufanya mageuzi ya maisha yangu, maisha yangu yaweze kuambatana
na kusudio la kwa nini aliniokoa. Sasa kusudio la kwa nini aliniokoa tunalipata kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa kwanza. Anasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Sasa tunaona ya kwamba kuna sauti. Hii sauti imebeba nini? Sauti ikitoka, kuna jambo ndani ya sauti, maana yale maneno ndiyo yaliyosababisha sauti ikatoka. Sasa ninaposikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii, yani nikawa makini sana. Anaposema kwa bidii, nikawa makini sana kutunza yale maagizo yaliyo ndani ya ile sauti. Sauti yetu ni wokovu. Ndani ya wokovu kuna maagizo ambayo yanatutaka sisi kuishi, yanatutaka sisi kuwa. Je, tunayatii na kuyafuata maagizo? Maana maagizo hayo ndiyo yanayotupatia sisi sasa namna ya kutembea na Mungu. Yale maagizo ndiyo yanayosema nenda hivi, alafu mimi ndo niende hivyo. Fanya hivi, ishi hivi, ndipo na mimi niishi hivyo. Alisema katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30, iko kuanzia mstari wa kwanza, lakini nitasoma natafuta mstari kamoja tu kakuidhinisha hayo ambayo yaliyoko katika sura nzima hii. Anasema mstari ule wa 11. Nitaanza mstari wa 10. Anasema, ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako kwa kuyashika maagizo yake na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati. Unaona, maagizo na amri zilizoandikwa, kwa sababu kuna kitu kiko hapo kinatakiwa kitazamwe, ndipo sasa nianze kwenda naye. Hatukurupuki kutembea na Mungu pasipo kujua kwa nini tunatembea naye, kwa nini yatupasa kwenda naye, kwa nini yatupasa kuishi katika namna ambayo alikusudia tuishi. Lazima tujue ni kwa nini. Anasema maagizo na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati, ukimwelekea Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Unaona, yale maagizo ambayo yaliyotolewa ndiyo yanageuza moyo. Moyo wangu unageuzwa kuanza kuelekea kwake yeye ambaye ni Mungu wangu. Kwa hiyo moyo wangu na roho yangu inageuka inaenda kwake. Ndio maana nasema mstari wa 11 ya kwamba kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mazito mno kwako, wala si mbali. Sio kwamba ni kitu kwamba kiko sijui wapi unaenda kukitafuta. No. Yes, sauti alishasema. Ndani ya sauti sisi ndio tunatakiwa kutafuta. Kule ndani ya ile sauti ya Mungu kuna nini? Ndani ya maandiko kuna nini? Ndani ya maandiko sasa ndio kuna uhai wa lile neno ambalo ndio Kristo. Unaona? Kwa hiyo sasa anasema si mbinguni hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie tupate kufanya. Hapana. Kila kitu kipo. Sasa leo tumeokolewa. Watu tunahangaika kutafuta. Mimi sijui tunatafuta nini. Kile tunachokitafuta kwenye wokovu kiko kwenye Biblia. Ni neno lake. Kwa sababu neno lake ndio limebeba uzima. Na huo uzima nitaupata wakati nitakapokuwa nimeanza kuelekea. Yaani nimekubali kugeuka. Kwa sababu uzima uko ule upande ambao natakiwa mimi kugeukia. Na mimi nikigeukia kule nikaanza kutembea, kufanya, kuishi kwa sura hiyo, ndipo naanza kutembea na Mungu, na ndipo sasa huo uzima utaanza kuonekana ndani yangu na utaingia ndani yangu. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa kujifunza. Tuingie kwenye utendaji
Amesema Yakobo sura ya 1 mstari wa 22 kwamba tuwe watendaji wa neno. Tukiwa watendaji wa neno ndio tutaweza kulithibitisha neno. Sasa hivi neno limekuwa kama story tu, watu wanapiga story, lakini neno limebeba uhalisia wa maisha yetu. Mimi kuna vitu ninaviona Bwana akifanya mpaka naona kama nimechelewa, lakini niseme kwamba kwa Bwana hakuna kuchelewa. Ni kweli nimechelewa, ila katika kuchelewa kwangu na kukimbia kwangu sasa kutajenga umaradufu katika yale ambayo niliyapoteza. Kwamba kuna vitu ambavyo tulipoteza, kuna vitu ambavyo tunapoteza katika kuishi kwetu, lakini kwa sababu tunakuwa hatutambui, tunakuwa hatuelewi, kwa hiyo tunajikuta ya kwamba maisha yetu yanapoteza maana ya wokovu. Lakini maisha yetu yanaweza kujenga msingi ya wokovu wetu katika kuonekana katika uhalisia wa macho ya damu na nyama, na watu wakamuona Mungu. Jamani, nimemuona Mungu. Mimi nasema ni shahidi, mpaka nashindwa kuelewa kwamba sikuelewa wokovu ni kitu gani. But I know now. I know what is salvation. I know, naelewa. Wokovu umebeba uhalisia wa Mungu ndani ya mtu. Wokovu umebeba uhalisia wa maandiko tunayoyasoma katika maisha ya mtu. Maandiko yanaingizwa kwenye utendaji, ndipo tunapata ule uhai wa neno katika mtu. Aliposema hapo mwanzo katika Yohana 1:1, aliposema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na akasema katika hilo, yani katika huyo neno hakuna lililoweza kufanyika. Ni kweli. Nimethibitisha kila kitu kinafanyika kupitia neno. Ila mimi nimelitambua hilo neno kwa namna gani? Sisi tunasoma maandiko. Leo ni kugeuza maandiko yageuke kuwa neno, libebe uhai ndani yangu, na ndipo sasa katika uhai huo naweza kutembea na Mungu. Adamu na Hawa walipoteza hichi ambacho nasema na wewe leo, ndio maana hawakuweza kutembea na Mungu. Na kanisa limepoteza pia kile ambacho Adamu alipoteza. Adamu aliwekwa na Mungu akakaa katika bustani ya Eden. Wokovu umeturejesha kukaa kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo Mungu ana uwezo wa kujidhihirisha, ama alitaka kujidhihirisha katika uhalisia wake, tumuone katika vitendo. Lakini kanisa tunashindwa, na sijui ni kwa nini. Lakini leo tuweze kuelewa kwamba uhai na uzima uko katika neno. Nimethibitisha neno, mpaka nimechukua neno la Kristo kuwa sehemu ya maisha yangu, na ikatengeneza wepesi wa maisha yangu ya wokovu na maisha yangu ya kuishi. Kwa sababu neno nimekuja kugundua linajitetea na kujisumbukia lenyewe, kwa sababu lilishahakikishwa, likathibitishwa na likathibitika. Kwa hiyo limebeba uhai ambao alihitaji nguvu yangu mimi kulisaidia, ila linahitaji utii wangu na kutambua hilo neno. Nikilitambua litajifunua kwangu. Alinifundisha Bwana jambo hili mpaka nikashindwa kuelewa. Mwaka 2008 nafikiri, nikiwa kwenye maombi, akanifundisha hilo na nimeliona katika utendaji. Na mpaka leo neema Mungu itutoshe katika kuelewa tafakari ya leo, na nikomee hapo katika tafakari ya leo. Lakini ndugu yangu, nataka lichukue neno. Nakwambia lichukue neno. Na hapa nakwambia mjaribu Mungu katika hili, utaona uweza wa Mungu. Aliwaambia taifa la Israeli, alipiga kelele na taifa la Israeli, hawakumuelewa. Na leo Bwana anapiga kelele na kanisa, lakini kanisa pia hatumuelewi. Pana siri imejificha. Bwana anasema njia hiyo ni nyembamba sana, haionekanagi, ila tunaweza tukaiona. Bwana amejifunua kwetu kwa sura hii na tukaione. Mtakatifu wa Israeli, naomba neema yako itoshe kwetu, katufungue macho ya rohoni tuweze kutazama na kuona yale ambayo tumeshindwa kuyaona. Na kwa utukufu wako Baba, tujalie neema ya kushinda hata maisha yetu yakabebe uhalisia wa wewe katika udhihirisho wa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tumejiweka wakfu. Amen. Mungu akubariki katika tafakari hii.